Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia Young Africans, kwa kile ambacho kinachoelezwa kwa sasa, ambapo taarifa imekuwa ni kubwa kweli kweli kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya tamko ambalo limeweza kutolewa na rais wa TFF pamoja na bodi ya ligi. Hapa nazungumzia kile ambacho kimeweza kujili. Ni yapi hayo ambayo yameweza kujili? Nimekusogezea hapa kwa pamoja, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kati ya TFF pamoja na klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho mambo ambayo yameweza kuzungumzwa. Ni yapi hayo? Yanahusisha dabi ya Kariakoo na kuahirishwa kwake. Kila kitu kimeweza kuwekwa bayana kabisa kwa kile ambacho Young Africans walikwenda kukipeleka katika bodi ya ligi. Ni nini hayo? Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujiendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa ni muhimu zikazi na kufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, taarifa imekuwa ni kubwa kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo taarifa ilitoka katika shirikisho ikisema ya kwamba wamekwenda kuahirisha dabi ya Kariakoo. Young Africans kupitia barua yake ambao waliweza kuandika, wakiweza kuelezea mambo yaliweza kujili tarehe 8 ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo Young Africans waliandika barua wakiweza kuomba bodi ya ligi chini ya Steven Mguto na Almas Kasongo waweze kujiuzuru, kwani wakisema ya kwamba hawana imani na bodi ya ligi, na hivyo basi wanapaswa kuweza kukaa pembeni ili kuweza kupisha uchunguzi ambao unaendelea. Yani ni kwamba waliopewa kazi ya kuchunguza wakaambiwa wajichunguze kwanza, wao ndio waende wakachunguze dabi kwa nini imekwenda kuahirishwa. Sasa kile ambacho kilichoweza kutokea, Young Africans wao wakaandika barua nyingine tena wakidai fidia ya shilingi milioni 54, pamoja na kile ambacho kilichoelezwa ni kwamba wanataka kuweza kupewa pointi 3 na wako tayari kucheza mchezo mwingine wa dabi ya Kariakoo, kwa kile ambacho kimeweza kuelezwa na klabu ya soka Young Africans wa kushikilia msimamo wao wa kile ambacho wao wanakitaka, kwamba hawako tayari kucheza hiyo mechi. Sasa kupitia kile ambacho kimeweza kuzungumzwa, ambapo ameweza kufunguka rais wa shirikisho la soka Tanzania, hapa nazungumzia TFF, Wallace, ameweza kujibu tuhuma wanazohusishwa bodi ya ligi kufuatia uamuzi wa kuahirisha mchezo wa Kariakoo Derby uliopaswa kuchezwa Machi 8, 2025. Akizungumza katika mahojiano na kituo kimoja cha redio, Rais Kalia amedai kuwa bodi iachwe ifanye kazi yake na kubainisha kuwa walisimamia na watasimamia kanuni na sheria inavyopaswa, lakini kwa wanaosema bodi hiyo itenguliwe, je, wao uongozi wa timu zao upo sawa? Taratibu tuziache zifuatwe, lakini uwezi kusema bodi ijiuzuru. Hata wanaosema waambie na viongozi wao hawastahili kujiuzuru. Vitu vingine vinafanyika kitoto. Kama watu wamechoka kucheza mpira, basi wakaendelee na sinema zao. Unaona bana, akiweza kufunguka kile ambacho kinachoendelea, ambapo Rais Kalia sema ya kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans kuhusiana na kauli ambayo ameweza kuitoa. Ukipitia maoni ya mashabiki wengi utagundua kwamba kile ambacho kimeweza kutokea. Medi David anasema hatuwezi kusema chochote, japo kwa kauli zake amepointi moja kwa moja aliyetaka bodi ivunjwe ni Yanga. Kwa hiyo viongozi wa Yanga wamefeli. Sio kauli za mpira kwa kiongozi mkubwa kama yeye, alipaswa kusema aache bodi itoe
maamuzi, sio kunyoshia kidole moja kwa moja klabu fulani. Lakini Emma Godfrey Paul anasema ukweli ni kwamba Karia anashindwa kuficha chuki yake dhidi ya Eriksen, ndio maana anasema utoto. Eriksen kijana mdogo mwenye mafanikio kisoka, na inamuuma sana kuona kijana mdogo ndiye mwenyekiti wa vilabu vyote vya soka Afrika. Walimuita muhuni ila kashawaacha mbali. Unaona bana. Anaitwa Aitham Idi anasema kwamba ukishakuwa kiongozi unapaswa kuyalinda maneno unayotoa kwenye kinywa chako, yasiwe yenye kwenda kuvunja utulivu. Busara ya maneno ndio msingi, uimara na kutengeneza mshikamano na upendo kwa watu unaowaongoza. Rais wa shirikisho anatambua wazi kwamba viongozi, wanachama na mashabiki wa Yanga hawana imani naye kwa kumwamini. Karia ni shabiki wa timu ya Simba, sasa anapaswa kuikwepa mitego ya maswali kutoka kwa waandishi wa habari ili asiendelee kujiweka kwenye migogoro kutoka kwa watu wa Yanga, maana kauli aliyoitoa akupaswa kuitoa kwa wakati kama huu. Anaitwa Sospita William anasema ni bora wadau waendelee mbele zaidi, tufungiwe kuliko kukiuka kanuni imewekwa. Unakuja unaongea mzaa kama vile mpira ni wa kwako na familia yako. Haiwezekani. Wizara ya michezo mpo wapi? Watu wachache wanatia hasara watu pesa zao muda kuja alafu wachache wanaharibu mpira kwa maslahi yao. Washashiba futali ya magimbi, unawaambia watu sinema ndio nini? Unaona bana. Dafa Francis anasema hilo dongo limewauma sana, maana hii haikupaswa kutokea kwa kuwa kila mtu anajua kuwa kufanya ni kosa. Kwa nini kiongozi anatuma mabouncer hivi? Unasemaje kiongozi wa TFF ikiwa wakwako kafanya makusudi? Unaona bana. Kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumza na kutoa maoni kwa kile ambacho kinachoendelea huku. Maneno ya kile ambacho kilichoweza kujili, ambapo inaelezwa kwamba serikali inasubiri kuweza kusikia tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo, ambapo maneno machache ya serikali imesema haitoingilia maamuzi kuhusu michezo. Suala la dabi lipo kwenye mamlaka ya mpira, likiwashinda wanakaribishwa. Unaona, serikali inasubiri tarehe ya dabi kwa kuwa uwanja uko tayari. Sasa hapa ndio kile ambacho kinachokwenda kutokea sasa, ambapo klabu ya Young Africans wenyewe walisema ya kwamba hawatopeleka timu. Inakuaje tena? Kila ambacho kimeweza kuzungumzwa kwa sasa, ambapo ukipitia maoni anasema kwamba Burton Deba anasema walishindwa kutafsiri sheria za mpira zinasemaje, watafundishwa na walimu wa sheria zao huko juu kwa wazungu, maana hii unaona bana. The Great Masana anasema Yanga anaenda kasi na tutafungiwa, maana hii nchi mpira, siasa, kila kitu mchanganyiko. Watajua bana kitu bodi ya ligi inatakiwa kufanya ni kufuata kanuni ili kuheshimisha mpira wetu tu, vinginevyo kila mtu atakuwa mbele, maana Yanga akikataa kucheza watafanywa nini? Unaona bana. Kwa hiyo likiwashinda wanatakiwa kwenda kwa viongozi wa serikali, kwa sababu football ya TZ haina muongozo, sio? Unaona bana. Kwa kile ambacho kilichoweza kuzungumzwa na huyu anaitwa Salum Matuga, akiweza kuweka maoni yake hapo juu ya kile ambacho kinachoendelea. Bana, weka maoni yako. Wewe umepokeaje taarifa hii kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kati ya Rais Karia na Engineer